Sasa tumeingia katika hema la pili. Dada, habari? Salama. Unaweza kujitambulisha majina yako mawili? Mimi naitwa Anna Soya na majina ya biashara yangu ni Lee Flowers. Okay. Lee Flowers. Yes. Sawa, hii ni mara yako ya ngapi kuhudhuria katika hili tamasha? Hili tamasha nimehudhuria hili tamasha mara ya pili, nimehudhuria mara ya kwanza mwaka jana, lakini pia tulishiriki maonyesho pia ya Nane Nane. Kwa hiyo kwa tamasha la maonyesho ya maua ni tamasha la pili kwangu kuhudhuria, lakini pia kwa experience ni mara ya tatu kwa sababu mwaka jana nilihudhuria mara mbili kwenye maonyesho ya Nane Nane. Okay, katika hema lako hili la maua, unaweza kutajia hata aina tatu za maua ambazo zinapatikana katika hema lako? Ndiyo, aina ya kwanza ambayo inapatikana hapa kwenye hema langu ni Poinsettia. Ni maua ambayo yanapenda jua kali. Kipindi cha mvua yanatengeneza majani ya kijani, lakini jua linapokuwa kali yanabadilika rangi. Lakini nina Aglonema, ni maua ambayo hayapendi sana jua kali, ni jua la kupita na yana muonekano mzuri kwa sababu ya rangi mbalimbali, jinsi rangi zake zilivyopangwa, na nature ya majani yake pia sio majani ya kupukutika haraka. Kwa hiyo huwa yanakaa muda mrefu na majani yake mazuri. Kwa hiyo ni ua zuri. Lakini ua lingine nililonalo ni Chinese money plant ambalo pia ni ua zuri sana hasa kwa ndani. Ni ua zuri sana, lina muonekano mzuri, majani yake madogo madogo ya round shape yanafanya lile ua kuwa ua zuri sana kwa ndani, jinsi linavyokuwa linavyojaa. Yeah. Okay, katika maua umeyataja na kuelezea vizuri sana aina za maua, pia na hali ya hewa ya condition favorite ambayo yanahitaji hayo maua. Sasa nataka kufahamu faida ya hayo maua ambayo umeyataja. Yana faida yapi katika ili mtu au mteja anapokuja kununua, na hisi unamuelekeza bwana ua hili ataka condition fulani. Na ukinunua ile ua hili utapata faida moja mbili. Kwa hiyo tulikuwa tunatamani faida kwa ujumla. Ya faida za maua ambayo unayauza hapa yote kwa ujumla faida zake. Ukiachia mbali mapambo, hali ya hewa, kama kuna faida mbadala mtu anaweza kaipata, unaweza kutujulisha? Kwa kweli kwa ujumla kitu ambacho mimi naweza kusema kuhusu maua, ukiachana na uzuri na nini, lakini maua nayo ni tiba, ni tiba ya saikolojia. Yaani ni ukiwa na stress ni rahisi sana unapokuwa unazunguka unaangalia nature ya ile maua, yani yanaweza ni tiba ya magonjwa ya kiakili. Tiba ya magonjwa ya kiakili, afya ya akili. Afya ya akili. Kwa hiyo kwa kweli ukikaa sehemu ambayo ina vitu ambavyo ni vina muonekano wa stress, vinaongeza stress. Sio tu swala la maua, hata aina ya vitu, maua huwa yako cool Kwa hiyo anamfanya mtu kama hata ana stress anakuwa ana calm down. Watajifunza jinsi ya kutunza maua, udongo, watajifunza jinsi ya kuyatibu, jinsi ya kuyamanage na vitu mbalimbali. Watapata na connections nyingine. Wengine pia ni wafanyabiashara, watakuja kupata na wateja wao wengine mali hapa. Sawa, nashukuru sana. Karibuni sana. Tutarejea muda si mrefu. Asante. Tutakuja kuchukua maua. Karibuni sana. Haya, asante. Na mtazamaji wa FJTV, kama nilipokujuza hapo, na leo tunafanya kampeni hii hema kwa hema, banda kwa banda, kuhakikisha kwamba unapata taaluma ya kutosha kuhusiana na faida, umuhimu na matumizi ya aina mbalimbali za maua ambazo zinapatikana katika nchi yetu hii, nchi ya Tanzania. Na maua mengi kama tulivyosikia hapo awali, asili yake unakuta ni Malaysia, Netherlands, China na nchi zingine. Leo niko na mama hapa, atajitambulisha majina yake mawili, pia atatueleza aina gani ya maua ambayo yanapatikana kwenye hema lake. Mama, habari? Salama kaka, habari yako? Salama, namshukuru Mwenyezi Mungu. Pole na majukumu. Asante, pole na wewe. Shukrani pia. Unaweza kujitambulisha majina yako mawili? Mimi naitwa Adelina Cornel na jina la biashara yangu ni The Little Green Steps. Naam. Katika hii tamasha la leo Dodoma Flower Festival DFF 2026, ni awamu yako ya ngapi kuhudhuria katika hili tamasha? Mimi ni mara ya pili kushiriki kwenye maonyesho ya DFF. Nilishiriki maonyesho ya kwanza mwaka 2024. 25 sikupata nafasi kwa sababu mimi sio mkazi wa hapa Dodoma. Ya, unatokea wapi? Mimi natokea Dar es Salaam. Kutoka Dar es Salaam hadi Dodoma kwa sababu ya DFF, Dodoma Flower Festival. Kuna kitu gani ambacho kimekusukuma sana kujikita katika hii issue au katika kazi za kuuza flowers au kutangaza business kuhusiana na masuala zima ya flowers pamoja na mimea asili? Kilichonisukuma hasa kushiriki kwanza ni kufanya awareness, kufanya utambuzi, yani kwamba
soko la maua au uelewa wa maua kwa watu umekuwa sio mkubwa sana, na kuna ile notion kwamba Dodoma ni mahali ambapo maua hayawezi kustawi, maua hayawezi kufanya nini, lakini kwa sababu maua tunapoyauza, mimi binafsi ninapouza ua ninalisoma, ninajua linataka mazingira gani. Kwa hiyo mtu anaposema kwamba Dodoma sio mahali ambapo yanaweza yakastawi maua ya aina fulani, kuna namna unataka kuwaeleza watu kwamba hicho unachokifikiria sicho kilivyo. Kwa hiyo ukishapata elimu ya namna ya kulitunza, kulihudumia, ina maana ua linaweza likastahimili mahali popote. Sawa, katika ile Malaku kuna aina ngapi za maua? Hata 3 kama zipo unaweza kututajia, pamoja na asili yake inatokea sehemu gani? Maua kwa hapa, kwa sababu mimi natokea Dar es Salaam, nimeleta maua machache, lakini aina za maua ziko nyingi sana. Ya leo umekuja na aina gani? Leo nina maua ya ndani ambayo yana, kwa mfano labda nichukue moja nikuonyeshe, lakini kuna ambayo hili maarufu kama ZZ. Hili ni ZZ plant. Linaweza kukaa ndani, linaweza likakaa nje, lakini pasipo na jua kali, lakini kwa ndani ni ua ambalo linasafisha hewa. Sisi tulipokuwa tunasoma tuliambiwa kwamba maua huwa yanatoa carbon dioxide. Lakini sasa hivi wanakuambia kwamba maua yanasaidia kusafisha hewa, yanatoa oxygen. Kwa moja ya maua yanayotoa oxygen ni hili hapa ZZ plant. Linasafisha hewa ya ndani. Naam, mtazamaji wa FJTV, hapa anapoongea nimeshika ua ambalo linajulikana kwa jina la ZZ plant au ZZ plant. Ua hili linaweza likastahimili hata ukiliweka ndani linakuwa, si ndio hivyo? Ndio, linakaa. Ukiliweka ndani linakuwa na nje linakuwa pia. Kwa hiyo mtazamaji wa FJTV, pia Mtanzania kwa ujumla, ni wewe sasa kutumia fursa hii kuweka vitu ambavyo vina faida ya afya yako ya mwili pamoja na kiakili katika mjengo wako, ambao afya hiyo inaweza kawa bora kwako pamoja na familia yako. Nipo hapa na mama anaendelea kutuelezea ni kwa namna gani maua yana faida, ni kwa namna gani mimea asilia ina umuhimu katika maisha ya kila siku, katika maisha ya Tanzania na binadamu kwa ujumla. Mama, tuendelee, tumalize kitu kimoja. Katika, kama unavyojua, mitazamo ya Watanzania wengi au baadhi ya watu wengi huwa hawana utamaduni wa kutumia maua au wa kununua maua na kuyaweka ndani. Wengi wao wanajua tu ni kama ni mapambo, hawajui faida zingine za maua. Wanawaza tu kwamba ua mapambo, nitaweka hata mabaluni nyumbani. Kumbe wakiamini kwamba maua mtoto anaweza kayakatakata akayafanyaje, kwa wanaamua kwenda kuchukua labda mapambo ya mabaluni au yale mapambo ya plastiki. Hawataki kutumia sana vitu hivi asilia. Unawapa ushauri gani? Maua kwangu mimi, maua kwanza ni pambo linalopamba eneo, linabadilisha, kwa sababu ukiwa na maua 2 matatu, leo utaliweka hapa, kesho utalibadilisha, utaweka ua lingine. Kwa hiyo ni mapambo yanayobadilisha eneo kulingana na siku umeweka nini. Lakini pia maua ni upendo. Mimi kupitia maua nimepata marafiki wengi sana. Wanaweza wakawa ni wateja wa kununua, lakini wakawa ni wale wanaoomba kuelekezwa, wanaomba ushauri. Lakini maua pia yamenipa kipato. Mimi ni mwajiriwa, lakini kupitia maua nimekuwa na kipato cha ziada. Lakini pia maua yanaondoa msongo wa mawazo. Lakini maua pia yamenipunguzia, maana unajua wanawake tumeambiwa tuna umbea mwingi. Yamenipunguzia muda wa kwenda nakuwa niko busy. Yaani moyo wangu unakuwa kila wakati nasema nikifika nikaangalie ua langu nimefanya nini. Lakini maua pia yamenifundisha uvumilivu. Ili kuna ua unaweza ukalinunua likakaa miaka 3 halijazaa. Lakini kuna ua unaweza ukalinunua likazaa baada ya muda mfupi. Kwa hiyo amenifundisha pia uvumilivu, kwamba kuna majira ya kwamba ua fulani litazaa baada ya muda mfupi, lakini kuna majira ambayo ua linakaa miaka 3 halijazaa. Na mtazamaji wa FJTV, hiyo ni elimu tosha ambayo umeipata hapa Nyerere Square jijini Dodoma, kwamba hizo ni faida mbalimbali za maua. Kwa hiyo Tanzania tuondokane na ile notion kwamba maua kazi yake ni mapambo tu. La hasha, maua yana faida nyingi sana, ikiwemo kutuliza afya ya akili, ikiwemo kukupatia hamasa na kutoa stress katika ambapo muda ambao unaweza kuwa bored, lakini kutumia maua ukiwa unazunguka katika bustani yako unaweza ukawa tulivu kabisa. Na mama ameongezea kitu cha umuhimu kabisa, hususan kwa jinsia ya kike. Dada zangu, mama zangu, pendeni penda kuwa na utamaduni wa kuwa na bustani za maua, kwa sababu inakurahisishia au inakupa wewe wakati, inakupa wewe muda wa kuwa busy, kujikeep busy katika kuyahudumia hayo maua. Kuna muda fulani au kuna zile issue mbalimbali za umbea huwa zinaweza kupungua na kuepusha migogoro kadha wa kadha. Tupo hapa Nyerere Square, tunaendelea kuangazia
faida na umuhimu wa maua katika tamasha hili la 2026 Dodoma Flower Fest. Tunaendelea na tutaingia katika hema lingine ili kukujuza vitu gani vinajiri katika tamasha hili. Hili ni tamasha la 3 kama tulivyosema hapo awali. Lilianza la kwanza 2024, likaja la 2025 na hili ni la 2026. Nipo hapa katika hema la Doningo Garden. Doningo Garden na leo linapendeza kama unavyoliona. Wote tunaona maua yanapendeza, mimea asilia inapendeza. Nipo na madam hapa, atajitambulisha majina yake, pia atatueleza ni awamu yake ngapi kushiriki katika tamasha hili. Habari. Asante sana, naitwa Doreen Limo, ndio mmiliki na mwanzilishi wa Doningo Garden. Yaani awamu yako ya ngapi kushiriki katika hili tamasha? Ni awamu yangu ya pili. Ya tamasha hili ni awamu ya pili. Tamasha hili tumeambiwa kwamba washirika wanatoka mikoa kadha wa kadha, wengine Dar es Salaam, wengine Dodoma hii, wengine Arusha, wengine Iringa. Kwa nataka kujua hii Doningo Garden ni kutoka mkoa gani? Sisi tunatoka hapa Dodoma, tuko mnada mpya njia ya Singida Road. Dodoma mnada mpya njia ya Singida Road. Ndio. Ya, unaweza kututambulisha hata majina kadhaa katika ya maua ambayo yanapatikana katika garden yako? Sawa. Kwa sisi hapa tuna maua ya aina mbalimbali ya juani, maua pia hata ya ndani. Kama hapa tunaona tuna spider, tuna cactus nyingi sana za kutosha. Tuna spider pia zinazovumilia jua, tuna rubber plant za semi full sign kwamba zinaweza zikakaa kwenye kibaraza cha jua la kawaida. Pia tuna money plants za kwenye maji pamoja na zile za kupanda pia. Pia tuna succulent. Succulent ni maua fulani madogo madogo lakini ndio chakula chake kikubwa ni jua kali. Sawa, umetaja aina nyingi sana za maua. Naona kweli hapo mengi tunaweza tukaorodhesha hadi tukafika kesho na bado tuyamalizi. Kama unavyojua aina za maua, species za maua ni nyingi mno sana duniani. Lakini kwa ujumla species zako za maua nyingi asili yake ni nchi gani? Nyingi kwa asili sana tunaweza tukasema ni bara Asia, kwa sababu nchi za kitropiki sisi Afrika tuna asili fulani tunaofanana na nchi za Asia. Lakini haswa hapa sasa hivi Tanzania hizi plants tunazozifanya sisi watu wa mabustani nyingi zinapatikana hapa Tanzania. Na mikoani huko pia ni asili yake, mengine ni maua tu ya kawaida yanajiotea porini, lakini sasa hivi yanaboreshwa na ikuwa booster na ikuwa nutrients, virutubisho, mbolea, udongo wa kisasa, ndio maana pia yanakuwa maua ya kisasa na ya kupendeza. Na tumalizie kwa neno moja kwa mtazamaji au kwa mtu anatuangalia hivi sasa. Ungeweza kumtajia angalau faida 3 ambayo anaweza kazipata endapo atakuja kununua maua haya akiweka katika nyumbani kwake kwa ajili ya mapambo? Pia kwa faida zingine unaweza kumtajia mtazamaji aweze kufahamu na aweze kushawishika kuja kupata huduma hii ya maua pamoja na mimea asili. Asante sana. Kwanza tunapenda kuwashukuru wana Dodoma wote. Mwitikio umekuwa mzuri kuja kutembelea mabanda yetu tulioko hapa Nyerere Square, viwanja vya mjini kabisa. Na tumeweza kuona watu wakitaka kujua mengi kuhusiana na maua. Na sisi tunaweza tukasema tu waendelee kufika. Siku yetu ya pili leo, kesho ndo siku yetu ya mwisho, kwa sababu maua yana faida nyingi. Maua kwanza yanaleta utulivu wa afya ya akili. Kuna maua ambayo kiroho yana maana nyingi sana. Kuna maua yanavuta bahati, kuna maua yanavuta riziki, kuna maua yanaondoa nuksi, kuna maua pia yanaondoa energy mbaya, na kuna maua mengine pia ni chanzo kikubwa cha hewa safi, na pia yanaondoa aina fulani ya kemikali zilizoko katika anga linalotuzunguka. Pia linasafisha hewa kwa maana hiyo pia. Na kwa kusema hivyo pia kutokana na maua yalivyo yenyewe yanapendeza, ndio maana sasa Edeni. Sawa, nashukuru sana kwamba maua yenyewe yanapendeza, ndio maana hata asili ya binadamu ilianzia Edeni. Huyo ni mmiliki wa Doningo Garden. Basi nashukuru sana. Asante sana. Haya, asante. Unaweza ukaenda. Asante. Na mtazamaji wa FJ TV, hii ni mitaa yetu, na mitaa yetu leo hii ilifanya safari kutoka studio hadi kuingia hapa katikati ya jiji la Dodoma, ni Nyerere Square, katika kuona maajabu ya ulimwengu. Na maajabu ya ulimwengu ni yalikuwa yapi? Ni yale ya DFF 2026 Dodoma Flower Festival 2026. Kama nilipokujuza hapo awali, hili ni tamasha la 3. Tamasha la kwanza lilifanyika mnamo mwaka 2024, tamasha la pili likafanyika mwaka 2025, tamasha la 3 likafanyika mwaka 2026. Na matamasha yote yameonyesha ubora na utofauti na hali ya hamasa kabisa, kwamba kuona Watanzania wanabadilisha zile notion, Watanzania wanabadilika katika kuamini kwamba maua yana faida kubwa sana. Kama tulivyojifunza hapo awali, tumeona faida mbalimbali za maua, species mbalimbali za maua na umuhimu wake katika mazingira pamoja na kwa binadamu kwa ujumla. Hadi kufikia hapa tumefika tamati mwa kipindi chetu hichi cha mitaa yetu. Ulikuwa nami Ahmad Ali, na nyuma ya kamera alikuwa Heri Mfulu kuhakikisha kwamba anakupatia picha ngavu na zenye ubora wa HD.
Hadi wakati mwingine, usisahau kucomment, kusubscribe na kushare katika account yetu ya FJ TV katika mitandao yote, YouTube, Instagram, bila kusahau Facebook na Twitter. Bye bye.